Kichwa cha neno la Mungu leo ni kazi ya wokovu kupitia mama. Chini ya somo hili tujifunze neno la Mungu pamoja. Na kwa kujifunza somo hili, hebu tujikumbushe kwa mara nyingine tena kuhusu ukweli wa kazi ya wokovu kupitia mama. Ukweli ambao watu wa ulimwengu huu hawajui na ambao shetani hutaka kuondoa lazima ufunuliwe tena na tena katika enzi hii, kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ya wanadamu kurudi nuruni. Imeandikwa katika Yohana wa kwanza sura ya kwanza, Mungu ni nuru. Hivyo nuru lazima iangaze zaidi na zaidi. Ndipo tu nguvu za giza zinatoweka na njia angavu inafunguliwa kwa wana wa nuru kurudia ukweli. Hivyo wakati huu, hebu tujikumbushe kuhusu kazi ya wokovu kupitia mama kwa mara nyingine tena. Maisha mapya huzaliwa kupitia mama. Ni bila shaka. Viumbe hai vyote ni sawa. Bila mama, uhai hauwezi kuzaliwa. Ndiyo sababu Mungu alimwambia Eva kwamba lazima apate uchungu na azae watoto katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Pia kwa Adamu, Mungu alisema lazima apitie katika taabu ya maumivu ili aweze kula chakula. Misheni ya Adamu ilikuwa kutunza familia yake kwa kupitia taabu yenye maumivu. Na misheni ambayo Eva alipewa ilikuwa kuzaa watoto wake. Tunaweza kuona jinsi Mungu anavyowapa Adamu na Eva majukumu yao yenye maumivu kutoka Mwanzo sura ya 3. Basi kwa nini Mungu alielezea historia kuhusu Adamu na Eva kwa undani katika Biblia? Kulingana na kitabu cha Warumi, Adamu anamwakilisha nani? Ili tujue kuhusu Kristo ambaye ndiye atakayekuja, lazima tuelewe kuhusu Adamu na Eva. Mungu hakumpa Adamu misheni ya kuvumilia maumivu na kuzaa mtoto, bali alimpa Eva misheni ngumu na yenye maumivu ya kuzaa. Kupitia hili, tunaweza kuelewa kwamba kazi yote ya kutoa uzima wa milele inatekelezwa na Eva anayemwakilisha mama wa mbinguni. Tukiyaweka mambo haya yote pamoja, tunaweza kuelewa kwamba kazi ya wokovu kupitia mama lazima hakika itendeke. Na tunaweza kuthibitisha kupitia Biblia kwamba kazi ya wokovu haiwezi kufanyika kwa ajili ya wale ambao hawamwamini mama. Kuhusu hili, hebu turejelee Biblia. Tuangalie Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16. Kwa mwanamke akasema, nitakuzidishia sana utungu wakati wa kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto. Mungu amempa Eva jukumu la kuzaa watoto, sio Adamu. Jukumu hili linahitaji maumivu mengi. Tuendelee na Mwanzo sura ya 3 mstari wa 20. Adamu akamwita mkewe nani? Eva, kwa kuwa. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa mama wa wote walio hai. Kama mnavyojua vizuri, mkiangalia tanbihi, jina Eva linamaanisha uhai au kuishi. Adamu alimwita mke wake uhai, na Eva akawa mama yao wote walio hai. Historia yote katika kitabu cha Mwanzo ilionyesha jinsi Kristo atakavyowapa wanadamu wote uzima katika wakati ujao. Mungu aliweka suala la wokovu katika kitabu cha Mwanzo. Tuangalie Warumi sura ya 5. Warumi sura ya 5 mstari wa 14.
Hata hivyo, tangu wakati wa Adamu hadi wakati wa Mose, mauti ilitawala watu wote, hata wale ambao hawakutenda dhambi kwa kuvunja amri, kama alivyofanya Adamu ambaye nani alikuwa mfano wa yule atakayekuja. Yeye atakayekuja ni nani? Atakayekuja humwakilisha Kristo. Adamu anamwakilisha Kristo, basi vipi kuhusu Eva ambaye ni mke wa Adamu? Eva anamwakilisha nani? Eva anamwakilisha mke wa Kristo wa kiroho. Yeye ni mke wa mwana-kondoo anayetokea katika Ufunuo sura ya 19, 21 na 22. Basi Mungu anatuonyesha nini kupitia Mwanzo sura ya 3? Anaonyesha kwamba yule atakayevumilia maumivu ili kuzaa mtoto kiroho katika siku za mwisho atakuwa mama yetu. Kupitia mafundisho ya Biblia, tunaweza kuhakikisha kwamba kazi yote ya wokovu unatimizwa na mama yetu. Tufungue kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye nani? Ndiye mama yetu. Katika Mwanzo sura ya 3, Eva aliwakilishwa kama mama wa nani? Yeye ndiye mama wa wote walio hai. Katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26, jambo hilo hilo linatajwa kiroho kulithibitisha tena. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Kwa maana imeandikwa, furahi, ewe mwanamke tasa, wewe usiyezaa, paza sauti na kuimba kwa furaha, wewe usiyepatwa na utungu wa kuzaa, kwa maana watoto wa mwanamke aliyeachwa ukiwa ni wengi kuliko wa mwanamke mwenye mume. Basi sisi ndugu zangu ni kama Isaki tu, watoto wa ahadi. Lakini kama vile ilivyokuwa siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomchokoza yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo hata sasa. Lakini maandiko yasemaje? Mwondoe mwanamke mtumwa pamoja na mwanawe, kwa sababu mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwana wa aliye huru. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi si watoto wa mwanamke mtumwa, bali wa yule aliye huru. Inasema, lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ni nani? Ndiye mama yetu. Tunapolinganisha Mwanzo sura ya 3 na Warumi sura ya 5, Adamu anamwakilisha Kristo. Na Eva, mke wa Adamu, anamwakilisha mama yetu ambaye tunaweza kumthibitisha kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 19, 21 na 22 kama mke wa mwana-kondoo, kama mke wa Kristo. Kama vile Eva anayetokea katika kitabu cha Mwanzo kama mke wa Adamu, amekuwa mama wa wote walio hai, mama yetu wa milele wa kiroho yupo kama yule awapaye watoto wake uzima katika dunia hii. Tunaweza kulihakikisha hili kutokana na kitabu cha Mwanzo ambacho ni kivuli, na kutoka kitabu cha Ufunuo ambacho ni uhalisi. Tuendelee na Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Sura ya 15 mstari wa 45. Kwa hiyo imeandikwa, mtu wa kwanza Adamu alifanyika nani? Alifanyika kiumbe hai. Adamu wa mwisho, yeye ni roho iletayo uzima. Tukienda mstari wa 44, Mungu analinganisha mwili wetu wa asili duniani na mwili wetu wa kiroho ambao ni mwili wa malaika mbinguni. Tusome mstari wa 44. Yu unapandwa mwili wa asili, kisha anafufuliwa katika mwili wa aina gani? Mwili wa kiroho. Mungu anaonyesha tofauti kati ya mwili wa asili unaoharibika na mwili wa kiroho ambao hauwezi kuharibika. Unapandwa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili, basi kuna nini? Pia mwili wa kiroho pia. Tuna mwili wetu wa kiroho, mwili wa malaika katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo imeandikwa, mtu wa kwanza Adamu alifanyika kiumbe hai, Adamu wa mwisho, yeye ni roho iletayo uzima.
Mstari wa 46 inasema, lakini si ule wa kiroho uliotangulia. Adamu aliyezaliwa katika mwili si mtu wa kiroho bali ni mtu wa asili. Walakini Adamu wa mwisho ndiye roho inayotoa uzima. Mstari wa 47 unasema, mtu wa kwanza, Adamu, aliumbwa kwa mavumbi ya ardhini. Mtu wa pili, Adamu wa mwisho, alitoka mbinguni. Kama vile alivyokuwa yule wa ardhini, ndivyo walivyo wale walio wa ardhini, na kwa vile alivyo mtu yule aliyetoka mbinguni, ndivyo walivyo wale walio wa mbinguni. Kama vile tulivyochukua mfano wa mtu wa ardhini, ndivyo tutakavyochukua mfano wa yule mtu aliyetoka mbinguni. Inasema hakika tutavaa mwili wa kiroho kutoka mbinguni. Mtu wa kwanza Adamu akawa kiumbe hai, na sasa tumetambua kwamba Adamu wa mwisho ni roho inayotuokoa sisi wanadamu. Vivyo hivyo, mwanamke wa kwanza Eva akawa kiumbe hai, lakini Eva wa mwisho ni yule atakayeuokoa ulimwengu. Tunaweza kulihakikisha hili kupitia fundisho katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Hebu tuangalie jinsi Adamu wa mwisho na Eva wa mwisho wanavyowaokoa wanadamu katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17. Roho na bibi arusi, yaani Mungu Baba na Mungu Mama, wanasema njoo. Tunaweza pia kusema Adamu wa mwisho na Eva wa mwisho wanasema njoo. Naye asikiaye na aseme njoo. Yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Mungu tayari amempa Adamu jukumu na jukumu jingine Eva katika Mwanzo sura ya 3. Katika Mwanzo sura ya 3, jukumu la Adamu lilikuwa kutunza familia yake kwa kuwalisha kupitia taabu yake yenye maumivu. Kwa upande mwingine, jukumu la Eva lilikuwa kutoa uzima. Je, vipi kuhusu majukumu ya Adamu wa mwisho na Eva wa mwisho? Baba ambaye ni Adamu wa mwisho alitekeleza jukumu la kurudisha ukweli wa Agano Jipya, kuwatafuta watoto wake waliopotea katika dunia hii, na mama wa mbinguni Eva wa mwisho anatimiza jukumu la kuzaa watoto wake wa mwisho kiroho kwa ukweli wa uzima. Tunaweza kuelewa kwamba jukumu hili linahitaji kazi kubwa na maumivu ya mama. Kazi na juhudi mama anazofanya ili kumpa kila mmoja wetu uzima si ndogo kamwe. Tunahitaji kufikiria ni kiasi gani cha maumivu ya kuzaa mama amepatwa nayo kiroho kuleta matokeo haya ya kustaajabisha. Ni kwa sababu kila mtu anaweza kuokolewa pale tu anaporudi kwa mama wa mbinguni. Inatupasa kwenda na kuwaambia watu wote, mrudieni Mungu Mama na mpokee maji ya uzima kutoka kwake. Kuhusu kazi ya wokovu kupitia mama, tuone maelezo ya kina katika Ufunuo sura ya 19. Mstari wa 7. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana arusi ya mwanakondoo imewadia na bibi arusi wake amejiweka tayari. Hapa hii ni karamu ya arusi ya nani? Ni arusi ya mwanakondoo. Mwanakondoo ni nani? Mwanakondoo ni Kristo ajaye mara ya pili. Basi unaweza kuolewa peke yako? Kamwe. Unahitaji mwenzi kuoa. Unahitaji bibi arusi. Bila bibi arusi, mwanakondoo peke yake hawezi kuoa. Neno arusi lenyewe tu linaeleza jinsi ilivyo upumbavu kukataa uwepo wa Mungu Mama. Wazia tu kuwa na bwana arusi katika arusi. Ataingia kwenye ukumbi wa arusi peke yake na kuondoka peke yake. Huwezi kamwe kuona aina hii ya harusi. Kamwe.
Kama ilivyoandikwa, hekima ya wenye hekima itapotea na akili ya wenye akili itatoweka. Ingawa ni rahisi kuelewa na Mungu alitupa kidokezo katika neno arusi. Watu hufikiri Mungu ni mmoja tu na Mwokozi mmoja. Kristo mmoja anaingia arusini. Ni ujinga ulioje! Basi kwa nini wanafikiri hivyo? Kwa sababu hekima ya wenye hekima imepotea na akili ya wenye akili imepotea. Vipi kama ungealikwa kwenye karamu ya arusi leo? Je, usingejiuliza bibi arusi ni nani? Je, hamtaki kujua? Kila mtu anafikiria kuhusu bibi arusi. Lakini katika arusi hii ya mwanakondoo, tunajua bwana arusi ni nani. Kisha moja kwa moja lazima kuna nani pia. Lazima tutambue kwamba bibi arusi yupo pia. Hivyo katika Ufunuo sura ya 19, Mungu alipotaja kwamba arusi ya mwanakondoo imewadia, anatupa maelezo marefu kuhusu Adamu na Eva. Tuangalie sura ya 19 mstari wa 7. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana arusi ya mwanakondoo imewadia na bibi arusi wake amejiweka nini? Amejiweka tayari. Pamoja na Yesu Kristo mwanakondoo, kuna bibi arusi wa Yesu. Adamu anamwakilisha yule atakayekuja, na Adamu lazima awe pamoja na mke wake Eva. Pia katika ulimwengu wa kiroho lazima kuwe na baba na mke wa baba, mama. Tulielewa hili kupitia Adamu na Eva. Hili limeelezwa mara kwa mara katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na Warumi sura ya 5. Bibi arusi wake amejiweka tayari. Mstari wa 8. Akapewa kitani safi nyeupe inayong'aa ili avae. Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Na ukiangalia mstari wa 9, ndipo malaika akaniambia, andika, wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya mwanakondoo. Naye akaongeza kusema, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Ndipo nikaanguka kifudifudi miguuni pake ili kumwabudu. Katika Ufunuo sura ya 19 tumeona kwamba kuna mwanakondoo na bibi arusi ambaye amejiweka tayari kwenye arusi ya mwanakondoo. Na kuna wageni ambao wamealikwa. Biblia inasema kwamba walioalikwa wanabarikiwa: bwana arusi, bibi arusi na wageni. Kila kitu kiko tayari. Hebu tuangalie tena kuhusu bibi arusi. Ufunuo sura ya 21. Bibi arusi ndiye atakayechukua jukumu la kutoa uhai. Hili ni jambo muhimu sana kwetu. Ni lazima tuwe na imani thabiti kwamba kazi ya wokovu ni kupitia mama, na tuwahubirie watu kwa uhakika. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 9 unasema, mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 ya hayo mapigo 7 ya mwisho akaja akaniambia, njoo, nami nitakuonyesha bibi arusi, yaani mke wa mwanakondoo. Inasema nitakuonyesha bibi arusi, sivyo? Naye akanichukua katika roho hadi kwenye mlima mkubwa na mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ulikuwa uking'aa kwa utukufu wa Mungu kama kito chenye thamani sana, kama yaspi, safi kama kioo. Baada ya kusema nitakuonyesha bibi arusi, yule malaika alimwonyesha Yohana nini? Malaika alimwonyesha mji mtakatifu Yerusalemu. Basi Yerusalemu ni nani? Yeye ni bibi arusi wa mwanakondoo. Hapo zamani mtu mmoja aliniuliza, mwanakondoo anawezaje kuwa mji? Wakati huo hakuwa na maarifa kamili ya Mungu. Yohana alipokaribia kuona mke wa mwanakondoo ni nani, mji wa Yerusalemu ulionyeshwa. Ndiyo maana yule mtu akaniuliza, mwanakondoo anawezaje kuwa mji? Ili tuelewe, Biblia inaeleza yote katika maudhui yake.
Tunajua mistari ya Biblia ina mistari mwenzi, hivyo ndivyo tunavyopata jibu. Kuhusu Yerusalemu, kuna mstari mwenzi katika Biblia. Mtu anapouliza swali kama hilo kwa sababu haujui ukweli vizuri, tafadhali usifadhaike bali mweleze kwa upole. Ikiwa hujui Biblia, wakati mwingine unaweza kujibu swali kama hilo. Tuendelee na Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Nini kilionyeshwa kama mke wa mwana-kondoo? Yerusalemu ambao ulikuwa unashuka kutoka mbinguni ulionyeshwa. Je, Yerusalemu ni nani? Inasema Yerusalemu ni mama yetu. Kwa kumalizia, mwana-kondoo ndiye Mungu Baba yetu. Na Yerusalemu, bibi arusi aliyefananishwa na Eva wa mwisho, ndiye mama yetu. Ndiyo maana inasema, lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Biblia inasema waziwazi kwamba mama yetu yuko huru kama tulivyoona kupitia mstari. Hatukuwa huru. Tulifukuzwa chini kutoka mbinguni kama wenye dhambi. Wenye dhambi hawafafanuliwa kuwa huru. Mungu wa mbinguni pekee ndiye aliye huru kutoka kwa kila kitu, huru na dhambi zote. Yerusalemu wa juu ni huru tangu mwanzo. Biblia inatuambia kwamba Yerusalemu ni huru na ndiye mama yetu. Inapokuja kwa Adamu, Mungu alimruhusu kupitia maumivu ili ale. Hilo lilikuwa jukumu lake. Eva, walakini Mungu alimruhusu azae mtoto kwa uchungu. Hilo lilikuwa jukumu lake. Kila maisha mapya yanapozaliwa, tunafurahia kukutana tena na kaka na dada zetu. Lakini kuna jambo ambalo lazima tuweke akilini mwetu. Bila shaka, tunafurahi kwa sababu maisha mapya yanazaliwa. Ni jambo la furaha. Lakini ili kutuletea furaha hii, kuna mtu ambaye anapitia maumivu yake ya kuzaa kila wakati. Lazima tusisahau hili kamwe. Kupitia Adamu na Eva wa kimwili, Mungu alitujulisha jukumu la Mungu Baba na la Mungu Mama, ambao ni Adamu na Eva wa kiroho. Hivyo sasa tunaweza kuelewa kwamba kazi ya wokovu haiwezi kutimia isipokuwa kupitia mama. Mungu ameleta uhai wa kimwili kupitia Adamu na Eva wa kimwili. Na Mungu akaleta uzima wa milele wa kiroho kupitia mama wa mbinguni ambaye ni Eva wa kiroho. Hebu tuhakikishe hili kwa mara nyingine katika Biblia. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16. Kwa mwanamke akasema, nitakuzidishia sana utungu wakati wa kuzaa kwako, kwa utungu nini? Utafanya utazaa watoto. Hili ndilo jukumu la Eva, kuzaa watoto kwa maumivu. Tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Kwa Adamu akasema, kwa sababu umemsikiliza mke wako na ukala kutoka kwenye mti niliokuamuru, msile tunda lake, ardhi imelaaniwa kwa sababu yako, kwa kazi ngumu utakula chakula kitokacho humo siku zote za maisha yako. Itazaa miiba na mibaruti kwa ajili yako, nawe utakula mimea ya shambani. Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako hadi utakaporudi ardhini, kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo, kwa kuwa wewe yu mavumbi na mavumbini wewe utarudi. Hapa jukumu la Adamu ni nini? Ni kupitia taabu yenye maumivu ili kula chakula chake. Kwa maneno mengine, kwa ajili ya riziki ya familia yake, sehemu ya Adamu ilikuwa kupitia maumivu, kufanya juhudi na kufanya kazi kwa bidii. Mungu alimpa Eva uchungu wa kuzaa. Adamu anawakilisha yule atakayekuja. Yeye ni uwakilishi kinyume. Kiuhalisia, kupitia mtu mmoja Adamu, dhambi ililetwa, na kupitia Kristo mmoja, njia ya wanadamu wote kuishi ilifunguliwa.
Adamu alileta mauti ulimwenguni na Kristo ambaye Adamu anamwakilisha aliwasilisha uzima kwa ulimwengu wote. Hivyo, uwakilishi ulio kinyume unatumika hapa na tunaweza kuuthibitisha tena kupitia Biblia. Kama vile aina mbalimbali za majukumu walizopewa Adamu na Eva katika kitabu cha Mwanzo. Pia kuna aina tofauti za majukumu ya Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Mama, bibi arusi. Kazi yote ya mwisho ya kutupatia uhai ni kupitia taabu na juhudi za Mungu Mama. Kupitia kazi ya Mama wa mbinguni, malango ya kiroho yanafunguliwa mmoja baada ya jingine. Tunasema, unazaa matunda. Nafsi ilirudi kwenye ukweli kwa toba. Bila shaka ni kazi na jukumu letu kuhubiri neno la Mungu kwa watu. Walakini dhabihu na juhudi zote Mungu anazopitia hadi lango la ulimwengu wa kiroho linapofunguliwa kwa kweli ni kubwa sana. Kwa njia ya kazi na taabu ya Mama, malango ya uzima yanafunguliwa moja baada ya jingine na wanadamu husikia ukweli na kutubu. Kwa habari ya wale ambao hawakusikiliza ukweli ingawa tulihubiri mara 10 au mara 20, siku hizi wanakuja kanisani tunapowaomba tu waje. Wakitazama kote kanisani, wanatoa machozi wakiuliza, je, ninaweza kuhudhuria kanisa hili? Kazi hii yote ya toba inaonekana kutukia kwa urahisi sana. Lakini kiuhalisia, Mama anasali sala za kufunga na kufanya juhudi nyingi kwa ajili yetu watoto wake wanapohubiri kwa bidii. Kwa njia hii, malango ya uzima wa kiroho hufunguliwa moja baada ya jingine na waumini wetu wa Sayuni wanamiminika kwenye ukweli siku hizi. Wokovu wetu unatekelezwa na Mama. Lazima siku zote tukumbuke pointi hiyo. Kwa imani ya unyoofu katika Mama, hebu tumwombe Mama baraka zaidi ili tupate matunda ya Injili tele, mazuri na yenye neema hata zaidi. Tayari Biblia inatuambia kwamba kazi ya wokovu inafanywa na Mama. Hivyo hatupaswi kufanya njia nyingine yoyote kuepuka njia hii. Hakuna njia nyingine. Huwezi kuzaa matunda kwa njia nyingine yoyote. Hata mkizaa matunda yataanguka hivi karibuni, ikanyauka na kuanguka mwishoni. Mama hutuona tukihubiri kwa bidii, tukijitahidi sana kuzaa tunda na tukisali sala alfajiri na mapema, usiku na wakati wa maombi. Wanapotutazama tukifanya juhudi hizi, Baba na Mama wanahangaika zaidi kutupatia matunda mengi. Kupitia kazi ya wokovu ya Mama tu, tunaweza kuzaa matunda. Nikiweka mkono wangu hivi, naona kivuli changu chini yake. Nikiunyosha mkono wangu, sioni tena kivuli changu, hutaweza kuona kivuli changu kikitembea chenyewe. Vivyo hivyo, lazima tuwe na imani ya unyoofu katika Baba na Mama. Ikiwa maisha yetu ya imani yanaweza kuendelea na imani hiyo, hatutafanya juhudi zisizo na maana bali tutazaa matunda mengi. Watu wanaojaribu kufanya kazi kwa juhudi zao wenyewe tu bila uhalisi, ni kama wale wanaojaribu kufanya kazi kwa kivuli tu. Watu wanaojaribu kufanya kazi kwa juhudi zao wenyewe tu ni kama wale wanaojaribu kufanya kazi kwa kivuli tu. Nguvu na juhudi zetu ni lazima. Lakini tusisahau kwamba Baba na Mama ndio wanaopaswa kuguswa na juhudi zetu. Baba na Mama wanapoguswa, maisha huzaliwa. Ninatumaini kwamba sisi sote tutashiriki katika kuhubiri Injili tukiwa na neno la Mungu, kazi ya wokovu kupitia Mama likiandikwa mioyoni mwetu. Ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.